Mwisho kesho vijana wakijitokeza kwa demonstration, tunaomba government peeni vijana nafasi waongee kenye wanataka, waongee roho yao kikatiba na watipitishe, provoke askari, na pia askari watitafute chanto ya kuua vijana. Kila mtu akae kwa leni yake, na takaja kaa kwa leni yako. Ulichaguliwa kama governor, stick na ufanye kati ya governor, wachana na mambo ya guni. Asante. Asante sana Bwana Suleiman. Kwa kumaliza tu ni kurai vijana. Mambo yote yanayoendelea hii nchi yanatuhusu. Tusinyamaze. Tuendelee kufinya. Tuendelee kuongea, kwa sababu tusipoongea tutakuwa tumeidhinisha uongozi mbaya. Nikumaliza tu kwa kunukuu mhubiri moja ambaye aliishi kwa ile enzi za Nazi Germany. Wakati wa Hitler alikuwa anaitwa Martin Niemöller. Alisema ya kwamba walikuja kwa ajili ya wanajamii, si kuongea kwa sababu si kwa mjamaa. Wakakuja kwa ajili ya wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi, si kuongea kwa sababu si kuwa mwanachama ya wafanyakazi. Wakakuja kwa ajili ya Wayahudi, si kuongea kwa sababu si kuwa Myahudi. Mwisho akanikujia, hakuna mwenye alinisemea kwa sababu watu wote walikuwa wamekufa siku. So tuendelee kuongea, kwa sababu tusipoongea watatukujia siku moja, na sisi hakuna mtu atatutetea. Tujitetee. Asante. Shukrani sana Kiprotich Ngetich, mtetezi wa vijana. Tumekuwa naye Gabriela Lorere, ni kiongozi wa chama cha Upya, na vile vile pia nimekuwa naye Eric Mutura ambaye ni kiongozi na mwanaharakati bunge la mashinani. Nashukuru sana kwa kuja studioni kuzungumzia masuala haya na kutoa mawazo yenu kuhusiana na yale ambayo yatakuwa yanafanyika kesho na yale yanofanyika huko nyuma. Kesho tunaomba kwamba itakuwa ni siku ya amani na maandamano ya amani, sio siku ya vitoza machozi na risasi, na vile vile itakuwa ni siku ya ghasia. Iwe siku ya amani, maandamano yawe ya kutoa maoni, sio yale ambayo tuliyaona mwaka 2024. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo mtazamaji.